mapema katika mwalo wa Butuja uliopo halmashauri ya manispaa ya Ilemela mkoani Mwanza. Jua linachomoza taratibu juu ya uso wa Ziwa Victoria. Mitumbwi na boti ndogo ndogo za wavuvi zinaanza kurudi kutoka ziwani zikitarajiwa kubeba samaki wa kutosha kwa ajili ya familia na biashara. Lakini leo, pamoja na samaki wachache waliopatikana, kuna kitu kingine kinachovuliwa kwa wingi zaidi: mifuko ya plastiki, chupa zilizotupwa ovyo na taka nyingine zisizoelezeka. Hili ni jeraha linaloendelea kukua kila uchwao, jeraha linaloliumiza Ziwa Victoria na wategemezi wake. Ziwa hili ni tegemeo kubwa la uchumi na maisha ya zaidi ya watu milioni 40 katika nchi za Tanzania, Kenya, Uganda na Misri inayohudumiwa kupitia mto Nile. Lakini sasa uhai wake unatishiwa na taka hatari za plastiki. Karibu fuatane nami Sharifa Suleiman katika makala hii maalum inayochunguza tatizo la uchafuzi wa plastiki ndani ya Ziwa Victoria, chanzo chake, athari zake na wajibu wa jamii katika kulinusuru. Samaki mmoja kati ya 5 wanaovuliwa Ziwa Victoria anatajwa kuwa na chembe za plastiki ndani yake. Hii ni kwa mujibu wa utafiti uliofanywa kupitia mradi wa Flippy Flop katika Ziwa Victoria. Utafiti huo uliofanyika eneo la Mwanza ilibainika kuwa tatizo la taka za plastiki limefikia kiwango cha juu, ambapo samaki aina sangara na sato, takriban 20% ya samaki waliochunguzwa walikutwa na vipande vya plastiki tumboni na kuwa tayari zimeingia kwenye mnyororo wa chakula wa binadamu. Kadhalika, safari ya kisayansi ya mwaka 2021 ya kuzunguka ziwa hili kuchukua sampuli kutoka maeneo 13 ya Kenya, Tanzania na Uganda zilionyesha kuwa 100% ya maeneo yaliyopimwa yalikuwa na chembechembe ndogo za plastiki, huku zaidi ya vipande 29,053 vya plastiki vikikusanywa, jambo lililothibitishwa kwa uchafuzi huo umeenea katika sehemu zote za ziwa linalohudumia zaidi ya watu milioni 40 wanaolitegemea kwa chakula, maji, usafiri na uchumi wao. Bodi ya bonde la maji la Ziwa Victoria inahitaji Tanzania kumiliki sehemu kubwa ya ziwa hili kwa takriban 51%, huku Kenya ikiwa na 6% na sehemu iliyobaki ikiwa nchini Uganda. Hatari ya taka za plastiki katika Ziwa Victoria, ambalo ni chanzo cha uchumi Afrika Mashariki, inatajwa kuwa ni kutokana na kutokuoza kabisa, kujikusanya ndani ya maji, kuziba njia za viumbe wa majini, kuharibu mazalia ya samaki na hata kuingia katika mnyororo wa chakula cha binadamu kupitia samaki. Kiguna njia mpaka katika mwalo wa Butuja, ambako kilio cha wavuvi ni mitego yao kuibuka na plastiki zaidi ya samaki. Zina asili vifungashio hivi vya nailoni hivi vya vyakula hivi. Sababu vila viozi. Sasa kuna chupa aina mbili. Hizi chupa ambazo unaona kwamba zinapimwa sijui za maji, hapo natumia kama boya hapo. Ila mbaya hapa ni hivi vifungashio ambavyo haviozi. Labda na hizi nyuzi za timba hizi ambazo unakuta mgonzo hapa ni maarufu hapa kwa utegaji wa ndoano tu hapa hivi. Yenyewe ndio vina asili. Utakuta kama hii mifungashio ya samaki hapa ya samaki ya vyakula, unakutana samaki ameingia mle hana uwezo asakana bana pumzi hapa hivi, unamuona amekufa ameelea kwa juu hapa. Alafu ni samaki wale wadogo wadogo, unakuta sasa hapo tayari mshaasili. Zipo zingine zinakuja ni mbaya, zinaweza zikazuru watu majini, unaona. Na zipo baadhi zinakujaga kama mizoga kupitia hiyo mito, kwa hiyo zinakuwa zinaathiri kiafya, unaona. Na baadhi ya plastiki zingine zipo nyingi, mifuko inakuja imefungana na uchafu, unajua. Kwa mingine inakuja imebeba vitu havieleweki hata, unaona. Kwa mfano kuna kipindi walifikaga na mizoga wakatupa pale watoto majini, unaona. Ile mizoga yote na sukumo inakuja na tunakumbana nayo hapa. Wale wavuvi wa mitego ndio wanawaita wavuvi bora.
lakini sio wavuvi bora. Wale ni bora uvuvi, sio wavuvi bora, na wao ndio wanaosababisha hata mazalia ya samaki yanakosa. Bila inaokanya mitego ukishanyoosha hivi, samaki gani atazaa hapo? Atakuja kutoka huko aje afike hapa, anajua kabisa jana ameambiwa na mwenzie huko chini wewe unakimbia, na mbona unatoka huko? Mimi naenda hivi, na nakata kona la rudi. Watu wote wanakimbilia maeneo ya kuelekea Uganda. Ni kwa nini? Uganda amezuia taa, amezuia dagaa. Sawa. Nyavu hizo nazo ana kipimo maalum na wanatega simu. Ile mitego ile ya kwao, ile ya monofilament ile, alafu na mitego hii ambao wanaitega ile yatembea. Samaki huyo atatembelea wapi? Zamani muda huu, kwa kweli mwandishi wa habari, zamani muda huu uko kikazi wani unaona ni samaki. Waeke bwana ngome na jogi Pepsi kedele nendo ngivi nje wapi? Ukiweka fish pond na maana tayari umeshaharibu hata mazalia yale ya samaki hayapo tena. Hali hii inanifanya kufunga safari kumfuata mwenyekiti wa Umoja wa Wavuvi Tanzania mwenye uzoefu wa zaidi ya miaka 30 ya uvuvi ndani ya Ziwa Victoria. Anatueleza hali ya zamani na sasa katika uvuvi. Kwa jina naitwa Bakari Kadabu, mwenyekiti wa chama cha wavuvi wa Ziwa Victoria. Wakati tunaanza shughuli za uvuvi, hata taka aina ya plastiki zilikuwa chache sana, na pia watu ndani ya Ziwa Victoria walikuwa wanashughulika na uvuvi walikuwa wachache sana. Kwa hiyo kadri miaka inavyoongezeka, watu wanavyoongezeka, na ndivyo taka zilivyoongezeka, na matumizi ya hizi chupa za maji ikaanza kwenda visiwani, mifuko ya rambo ikaanza kwenda visiwani, mifuko ya kubebea, wavuvi wakawa wanabeba chakula kwenye mifuko unakwenda ziwani, wakila wanatupa kwenye maji, na shughuli nyingi za kibinadamu zilivyokuwa zinafanyika ndani ya ziwa, ndivyo ongezeko la taka zilivyokuwa zikiongezeka. Lakini nguvu inayoingiza taka na nguvu inayotumika kuzitoa ni ndogo sana, nguvu inayotumika kuzitoa kuliko nguvu inayoingia. Kwa hiyo athari kwa vyovyote vile ni kubwa. Taka ndani ya Ziwa Victoria zimekuwa nyingi sana. Hata kwenye meli uwezi kushangaa ukimwona mtu anakunywa maji alafu anatupa chupa ndani ya ziwa. Hakuna sehemu yoyote yenye chombo ambayo imeandika usitupe chupa ndani ya ziwa wala usitupe taka. Sasa inakuwa ni mtu mwenyewe na uelewa wake ndio anaweza asifanye hivyo. Sina kumbukumbu sahihi kama kuna meli kumeandikwa hivyo au kwenye vyombo vinavyokwenda ziwani wameandika hivyo, au wana mkazo gani wa kuzuia watu kutupa taka za plastiki. Kuna athari zozote? Athari zipo kwa vyovyote za kuwepo, kwa sababu taka zinaenda kujirundika chini, zinaganda, zinatengeneza mgando. Kwa vyovyote vile, kwa sababu huwa kuna mawimbi, kwa vyovyote vile taka huwa zinasukumwa pembeni, zinaenda kuganda pembeni. Na ukumbuke pembeni, sehemu zozote za pembeni kwenye ziwa, sawa, ndio kwenye mazalia ya samaki. Kwa hiyo kama taka zinaenda kuganda sehemu hizo za pembeni, kwa vyovyote vile upungufu wa samaki inaweza kuwa yamkini ukatokana pia na ugandaji wa taka ngumu katika mazalia ya samaki. Kwa hiyo samaki wakawa wanahangaika na sehemu za kuzalia. Tukawa tunasema uvuvi haramu unatumalizia samaki, mambo kama hayo, kumbe tunasahau hata taka na uharibifu wa mazingira pia ukawa ni sehemu ya kusababisha samaki kupungua ndani ya ziwa. Kwa mfano, kuna kipindi fulani tulishawahi kupata samaki mkubwa alikuwa na betri, alikula betri. Sawa, sasa hatuwezi kujua ile betri aliyokuwa ameila, maana tulikuta ndani ya samaki. Aliyokuwa ameila inachangia nini katika afya ya yule samaki? Sababu alitumbuliwa, betri ikaonekana. Umeona? Ilikuwa ina athari gani kwenye maisha ya yule samaki, au ina athari gani katika ulaji wa sisi? Lakini vitu kama hivyo vinatokea. Samaki wakubwa wanaweza kukutwa na ni plastiki au nini, kitu kama hicho amekula. Ziwa limejaa taka zisizooza ni kauli ya kinyonge inayotoka kinywani mwa Kadabi, ikionyesha hali ya kukata tamaa wanaokabiliana nayo wavuvi ndani ya ziwa hili. Ni safari ya mtaani sasa, ikiwa na lengo la kufahamu haswa chanzo halisi cha uchafuzi wa taka mbalimbali, hususan plastiki ndani ya Ziwa Victoria. Hapa wananchi wanabainisha kuwa licha ya kukosekana kwa maeneo maalum ya kutupa taka, mto Mirongo unatiririsha maji yake. Ziwa Victoria umegeuka kuwa sehemu ya utupaji taka hizo na njia za kuzisafirisha kuelekea ziwani. Wanapokuwa wakifanya kazi wanasababisha uchafuzi katika mazingira, hatimaye uchafu unaingia katika
ziwa. Asali ni magonjwa kwenye viumbe kwa viumbe wanaoishi majini kama samaki na uchafuzi wa maji kwa ujumla. Mto huu umekuwa ni mchafu sana. Athari zake zinakuwa ni katika kuleta magonjwa ya kuambukiza, hasa katika magonjwa ya kuharisha na mambo kadha wa kadha. Ukiangalia katika vyanzo vyetu vya huu mto kuna takataka nyingi sana ambao wananchi wanaozunguka mto huu wanaotupa takataka katika mto huu. Zile kemikali zilizowekwa kwenye zile chupa, zinaweza zikawa chupa za vipodozi, zinaweza zikawa chupa za sumu, zinaweza kuwa asali, zikawafanya wafe na tuweze kupoteza rasilimali zetu. Pia sisi zitatufanya tuweze kupata magonjwa, maana kama mfano vumbi likija linapita zile chupa na chukua hewa ambazo ziko mule kwenye zile chupa, kama ni sumu nakuja natuingizia puani. Mto huu una matakataka mengi, bila kuyatoa, bila kuyafanyia usafi hatuwezi kuvuka. Na majirani waliozunguka mto huu tunawaomba pia wasitupe uchafu ndani ya mto, kwa sababu mpaka watu wanatupa nyanya, takataka zile za ndani kwake anakuja anatupa huku, mapampazi. Tunawaomba tu waache. Mto Mirongo unaishi kupitia sisi. Uongozi wa serikali ya mtaa wa Rufiji jijini Mwanza unakopita mto Mirongo unaeleza hali halisi juu ya kukithiri kwa taka mtoni hapo. Abdullahi Mbaraka Juma ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa Rufiji. Kwa kweli hatupo katika hali nzuri, kwa sababu hizi plastiki ni kwamba zinatoka kwetu sisi katika makazi yetu, kwa sababu tumejijengea utaratibu mbaya. Kwa mfano, mtu anamaliza labda kunywa maji au kunywa hizi soda au vinywaji vitamu ambavyo vinakaa kwenye plastiki. Mtu badala kuweka kwenye vile vyombo, kwenye zile dustbin, unakuta mtu moja kwa moja anatupa katika mitaro, kwa sababu barabara zetu nyingi zimejengeka zina mitaro. Kwa mtu anatafuta tu upenyo kwenye mtaro, anadumbukiza mle mtaroni, itakaa pale. Lakini mvua ikija, zile taka zitasukumwa na kuingizwa mto Mirongo na kupelekwa moja kwa moja ziwani. Sisi tunachoomba wananchi watupe ushirikiano, kwa sababu kama ni elimu tunajitahidi sana kuwapa elimu ya kutosha. Katika vikao vyetu tunavyofanya mara kwa mara vya mtaa, tunakuwa tunatoa elimu hiyo. Kwa hiyo wananchi watusaidie kuweza kutekeleza ile elimu ambayo tunayowapa, ikiwemo kuwa zile taka wanajaribu kuzihifadhi katika maeneo husika, wasiwe wanazitupa ovyo ovyo. Na uchafuzi wa mazingira unaanzia huku maeneo ambayo tunayoishi, kwa sababu tukiweza kudhibiti kutaka zetu za majumbani, za mabarabarani, ni kwamba tunasaidia kulilinda Lake Victoria. Lakini kama hatuweza kudhibiti, taka ukitupa, umeitupa imekwenda imechukuliwa na maji ya mvua, au imekwenda mtoni moja kwa moja, imeingia mtaroni inaingia labda mto Kenge au inaingia mto Mirongo, kwa sababu katika kata yetu tuna mto Kenge na mto Mirongo. Lakini mto Kenge pia na yenyewe ni sehemu ya mto Mirongo, kwa sababu unakwenda tapo unaungana na mto Mirongo unakwenda mpaka ziwani. Kwa hiyo tukiweza kudhibiti kutaka, ni kwamba tutakuwa pia tumeweza kusaidia Lake Victoria pia kulihifadhi. Mimi naomba tu niwaambie pia kupitia kipindi hiki kwamba Lake Victoria ndio uti wetu wa mgongo. Kwanza sisi wakazi wa kanda ya ziwa na mikoa mingine mpaka ya Tabora kwa wapi, Dodoma, ni kwamba tunatumia maji ya Lake Victoria kwa kunywa, kwa kuoga na kufulia. Lakini pia ile Lake Victoria ni lake ambalo kwamba ni ziwa ambalo kwamba linatusaidia sana, sio Mwanza tu, Afrika mpaka duniani, kwa sababu kwanza kuna dagaa, kuna samaki wa sangara ambao wanasafirishwa kwenda Ulaya. Kwa hiyo hata Ulaya pia wenyewe wanafaidika, kwa sababu minofu inakwenda. Kwa hiyo Lake Victoria ni lake ambalo kwamba inabidi tulienzi sana na kulinda sana, kwa sababu linatusaidia na tunafaidika nalo. Kwa mujibu wa sheria ya usimamizi wa mazingira namba 20 ya mwaka 2004, kifungu namba 187(1) kinataja adhabu ya uchafuzi wa vyanzo vya maji na mazingira kwa ujumla kuwa ni pamoja na faini isiyopungua shilingi milioni 3 na isiyozidi shilingi milioni 50, au kifungo kisichozidi miaka 12 gerezani, au vyote viwili kwa pamoja.
Aidha, kifungu kidogo cha pili kinaeleza kuwa pamoja na adhabu yoyote ambayo mahakama inaweza kutoa kwa mtu aliyetiwa hatiani kwa kukiuka masharti ya kifungu kidogo cha kwanza A, mahakama inaweza kumwamuru mtu huyo kulipa gharama zote za kusafisha mazingira yaliyochafuliwa na kuondoa uchafu. Wakati ukijiulizwa swali juu ya mamlaka kama zinatekeleza sheria hii, yanaibuka manunguniko kutoka serikalini kuhusu tabia mazoea iliyojengeka miongoni mwa wananchi kuwa chanzo cha ugumu wa kudhibiti uchafuzi huo. Afisa mazingira jiji la Mwanza anakiri kuwa kama samaki wanaoliwa kila siku wanaweza kuathirika, basi afya ya jamii nzima iko kwenye hatari. Mimi naitwa David Joseph, mkuu wa idara ya maliasili na mazingira wa jiji la Mwanza. Ni kweli taka za plastiki zina athari. Kwanza, plastiki yenyewe kama plastiki ili uione ilivyo imetengenezwa na kemikali zaidi ya 16,000. Kemikali zaidi ya 16,000. Persistence yake ya chupa ya maji ukinywa ukiitupa ni zaidi ya miaka 350, ndio ina dissolve na kuwa udongo. Kwa hiyo utaona ikikaa sehemu athari yake ni kubwa sana. Kama mpaka miaka 350 chupa moja ndio inaishi na kuwa udongo, utaona athari zake. Ukisema issue ya athari za viumbe wa majini, aquatic system hawa, kuna athari kubwa sana kutokana na matumizi ya plastiki. Kama hatutasimama na kusimamia sheria na miongozo na kutoa elimu kabisa kwa pamoja, athari yake ni kubwa. Kwa mfano, tunaposema plastiki hatuangalii chupa za maji au energy au vingine. Hata nyavu zile za wavuvi wanavyovulia samaki ziwani zina athari kubwa. Kulikuwa na tendency kwamba wavuvi hata mitego inapochakaa ile huwa dampo lao ni kwenye maji. Wanapoachilia ile mitego kwenye maji, athari yake ni kubwa sana kwenye viumbe wanavyoishi. Kwa mfano, uchunguzi uliofanyika, research iliyofanyika, ilibainika kwamba kila chembe kila lita moja ya mchanga kando ya ziwa ina 0.4, ina chembe 4 za plastiki. Kwa hiyo utaona jinsi gani zimesambaa. Kila lita moja ya mchanga iliyopimwa kwa utafiti uliofanyika ina chembe 4 za plastiki. Na athari yake ni nini? Kama viumbe hawa watakula hiyo plastiki, tutegemee baadaye madhara yake kutokana na, nimesema formation yake ni zaidi ya 16,000 material ambayo yamechanganywa kutengeneza hiyo plastiki. Kwa hiyo definitely hapa ni cancer. Na kama wavu wa wavuvi umedumbukizwa ndani ya maji, samaki akanaswa, hawezi kumove. Athari yake inakuwa ni ataendelea kukaa pale kwenye risk area, si ndio? Baadaye huyo samaki anapoendelea kukua na kuwa na irregular shape. Kwa hiyo hata kama mvuvi mwingine ataenda kumvua kwa sababu ameshabanwa, amekuwa na irregular shape na zile nyavu, hana soko, anaonekana kama kiumbe cha ajabu majini kimevuliwa. Kumbe athari yake ilitokana na nyavu zile wavuvi wakati wanavua ilidumbukia, wakaiacha na samaki akajinasa wakati wa kuendelea kukua na kuwa na irregular shape. Kama umewahi usikia viumbe wa ajabu na nini, ndio scenario kama hizo. Lakini ni kweli serikali na wadau wote pamoja na nyinyi waandishi wa habari tuna jukumu kubwa la kuelimisha jamii kwa pamoja. Sio itegemee mamlaka za serikali tu peke yake ifanye hiyo kazi. Maana yake ni nini kusema hivyo? Plastiki kama nilivyosema zina athari kubwa sana. Hata kwangu na wewe na wengine na viumbe wote. Zinapokuwa ni unmanageable, athari yake ni cancer. Ikikao kila, na bahati mbaya sasa hayo magonjwa yasiyoambukiza haya ni cumulative impact. Huwezi kunywa leo maji au kala mnyama huyo alio contaminate na hayo makemiko na nini alafu ukapata athari suddenly. Hapana, ni cumulative ambayo inachukua muda mrefu, miaka 10, 20, 30. Unasikia na kansa ya koo na kansa ya kizazi na kumbe pengine ulikula kile kiumbe ambacho tayari kimekula hizi plastic material na kadhalika, na pengine kupelekea death. Lakini ndio maana sasa ninachosema sasa hivi tunazipunguza. Hata stendi ukienda huwezi kuona chupa. Hata wewe mwenyewe ukinywa chai chuma maji yameisha ukitupa huwezi kuona chupa. Kwa nini? Ni sasa hivi dawa imepatikana, niseme soko la kwamba ukitupa kama sio reusable mtu anafanya recycling kutokana na nini? Kutokana na kipato anachopata zile pesa za kutumia. Mkurugenzi bodi ya maji bonde la Ziwa Victoria Dr. Renatus Shinu anakiri kuwa jukumu la usimamizi, ulinzi
na kuendeleza rasilimali za Ziwa Victoria ni la serikali, lakini anaeleza kuwa yenyewe haiwezi pekee. Sisi kama bodi ya maji bonde la Ziwa Victoria ambao tunasimamia rasilimali ya maji hii kwenye Ziwa Victoria, shughuli ambazo tunazozifanya kwenye kutunza Ziwa Victoria, cha kwanza ni utoaji wa elimu kwa jamii kuhusiana na kuhakikisha kwamba Ziwa Victoria tunatakiwa tulitunze kwa ajili ya mambo ya maji ya Ziwa Victoria yawe safi na salama. Kwa hiyo kuacha kutupa taka ngumu kwenye Ziwa Victoria ni elimu ambayo tumekuwa tukitoa mara kwa mara. Lakini pia jambo lingine ambalo tumekuwa tukilifanya ni kuweka vituo vya kufuatilia mwenendo wa maji kwenye Ziwa Victoria, ambao kila wakati tujue ubora wa maji. Swala la utupaji taka hali bado haiko nzuri sana. Jamii tunaiomba na kuendelea kuiomba kwamba imefika wakati sasa tubadilishe tabia zetu. Tuwe na vifaa vya kutunza hizi taka ngumu. Unapotumia, kwa mfano umekunywa maji, ile chupa umemaliza kunywa, usitupe mahali popote. Iweke kwenye aidha kama una gari yako, iweke kwenye gari. Ukishafika mwisho mahala ambapo unapoenda, kusanya yale machupa, basi yaweke kwenye dustbin. Alafu kwa sababu jiji lina utaratibu mzuri wa kukusanya zile taka ngumu, watapita wale wanaofanya usafi, watazichukua, wataenda kumwaga lakini ziwe kwenye yale madustbin, yani zisiwe zimetupwa kila mahali. Sasa kufanya hivyo, ukitupa kila mahali, mvua ikinyesha ndo tatizo linakuja, inabeba zote hizo taka ngumu zinaingia kwenye Ziwa Victoria. Wataalam pamoja na wadau wa mazingira wanataja ushirikishwaji wa jamii pamoja na kubadili taka hizo kwa fursa ni msingi pekee wa kudhibiti athari zinazoongezeka kila uchwao. Ninaitwa Tabu Angelina Manyama, ni katibu mtendaji wa Synergistic Globe. Synergistic Globe ilianza mchakato wake wa kuondoa plastiki ndani ya Ziwa Victoria mwaka 2020. Tulifanikiwa kwa kiasi chake kwa sababu wakati tunaanza hali ilikuwa ni mbaya zaidi. Kwa hiyo nadhani saa hizi tumeanza kubadilisha formati yetu ya uelimishaji, watu wachukie plastiki za aina yoyote. Mkakati wetu tuliokuja nao sana, cha kwanza tunatoa elimu. Mara baada ya kuona kwamba kuna shida, watu hawana uelewa. Lakini kikubwa zaidi tukaona kwamba inawezekana hiki kizazi ndio maana wanajua sheria zipo. Ni kwa nini? Wana mambo mengi. Watu wazima sisi yani tuna mambo mengi. Kwa unapoambiwa kitu kama vile kinaingilia huko kinatokea jicho jingine, sikio jingine. Kwa hiyo tukaanzisha Plastic Change Makers Champions, watoto wadogo. Kwa hiyo tunayo project yetu ya Plastic Change Makers ambapo tuna mtaala kabisa ambao tuliupresent serikalini Dodoma na ukao umepitishwa. Ambao tunawafundishia hawa watoto, tunawafundisha juu ya madhara ya plastiki, namna ya kuzitumia hizo plastiki tena na kutengeneza kitu kingine. Yani ni zile 3 R's, recycle, reuse, na kuna recycling, reuse na reduce. Kwamba inabidi hizo plastiki wanapaswa kujua kwamba zinaweza zikatengenezwa kitu kingine, lakini hizo plastiki zinaweza zikatumika tena. Plastiki hizo tunaweza tukapunguza matumizi ya plastiki na bado tukaweza kuishi vizuri. Mara badala ya kutegemea maji sana ya kwenye makopo, maji sana ya nini, inabidi pia tujifunze kutumia vimiminika vyetu na kuchemsha maji yetu nyumbani. Kwa hiyo tunakuwa tumepunguza matumizi. Lakini pia suala la uwajibikaji. Viwanda lazima tuviwajibike. Tumekuwa tukiadimaya sana, tunatamani kutoka kwenye nchi za wenzetu hivi na hivi. Nchi za wenzetu kiwanda kinapotengeneza plastiki ile inakuwa na wamelebo pesa. Wamelebo pesa kwamba yani ile plastiki mtu akiiokota akiirudisha idha supermarket ama popote anapewa pesa. Imeandikwa labda shilingi 50. Kwa maana kusema makopo yake mangapi tayari saviwa na ile pesa inapaswa kulipwa na viwanda ambavyo ndio wachafuaji wa mazingira. Ni kwa nini tumeamua kufanya na watoto? Kiuhalisia tunafanya na watoto kwa sababu tunaamini kwamba hawa watoto watakuwa na hii elimu. Mtoto mdogo hana mambo mengi kama mimi na wewe ndugu mtangazaji. Hana mambo mengi. Kwa hiyo watakuwa wanakuwa. Na tunaamini kwamba mara baada ya muda fulani nadhani hiki kizazi kinachoruhusu uchafuzi wa mazingira hasa plastiki tutakifade out.
kadiri hawa watoto wanavyokuwa. Kwa mujibu wa taarifa ya mpango kabambe wa kitaifa wa uhifadhi wa mazingira kwa kipindi cha miaka 10, yani mwaka 2022 hadi mwaka 2032, kifungu namba 11, kifungu kidogo namba 6 kuhusu athari za usimamizi duni wa taka, Tanzania inakadiriwa kwa usafi duni na unaligharimu taifa shilingi bilioni 301 kila mwaka, sawa na dola za Marekani milioni 206. Hiyo ni sawa na 1% ya pato la ndani la taifa, yani GDP la Tanzania, na dola za Marekani 5 kwa mtu. Hasara hizi za kiuchumi zinahusiana moja kwa moja na kupoteza muda kwa watu wanaotafuta matibabu kutokana na athari za uchafuzi, vifo vya mapema, kupoteza uzalishaji wakati wa ugonjwa na fedha zinazotumika kwa huduma za afya. Kidole kimoja akiuichawa. Mratibu wa jukwaa la wadau wa mazingira kanda ya Ziwa, Glory Mraki, anasema katika kukabiliana na tatizo hilo linalosababishia jamii hasara pamoja na taifa kwa ujumla, tayari wadau kupitia ufadhili wa mfuko wa Green Global Grant GGF wamekuja na mkakati wa mashirika mbalimbali kushirikiana kubadili kila taka kwa bidhaa zenye thamani ili zisitupwe tena kwenye vyanzo vya maji. Sisi kwanza tumekuja pamoja kama mashirika ambayo tumeunganisha nguvu na sauti yetu ya pamoja. Jukwaa letu lilianza mwaka jana wakati wa utekelezaji wa ile siku ya mazingira duniani ambayo ilikuwa na kauli mbiu ya kutokomeza taka ya plastiki, na tukaona isiishie tu kwa kauli mbiu na kuondoka. Kwa hiyo baada ya pale tulikuja na mpango ambao wa kutekeleza kampeni ya miaka 3 ya kutokomeza taka za plastiki, ambapo tunawahusisha wazalishaji na wasambazaji wa taka za plastiki wakiwemo viwanda na wale wauzaji. Lakini pia tumefanya kwa ukaribu kabisa na viongozi wa serikali katika idara ya afya na mazingira katika wilaya Ilemela, Nyamagana na hata katika mkoa wetu, na pia tumehusisha mamlaka nyingine kama neki na Lake Victoria Basin, ambapo tumeleta nguvu yetu pamoja kwa sababu sisi sote tunaona tunazungumza kitu kimoja. Ukiacha kuunganisha sauti zetu, sisi wanufaika wa mradi wa Green Grant Fund fanya shughuli ndogo ndogo, lakini tumeangalia ni namna gani tunaweza kuihusisha jamii, kuihamasisha jamii kuja na suluhisho ambalo linaongoza namna ya kutatua changamoto zao za kimazingira wao wenyewe kama jamii. Na katika kukabiliana na hilo, kwa ufupi tu niseme moja, tuna katika wadau wa jukwaa wapo ambao wanatoa hamasa kwa jamii, wanafunza jamii nyumba kwa nyumba, wanatoa elimu namna ya kuhifadhi taka, kwa sababu tumeona zile ambazo hazichukuliwi na mamlaka husika ndizo ambazo zinaelekea ziwani na kuleta hayo madhara, ni kutokana na namna zinavyotupwa ovyo. Kwa hiyo jamii ikiwa na uelewa wa kutosha namna ya kuzitunza na namna ya kuzihifadhi, tunaona hiyo ni njia moja hapo ambapo itatusaidia. Kwa hiyo katika mashirika yetu, mchango wa mashirika, moja, wapo ambao wanatoa elimu kwa jamii, lakini namba 2, wapo wale ambao pia wamehusisha vikundi vya kina mama na vijana katika kufanya urejeshaji, tunasema recycling ya taka za plastiki. Na taka hizo wameweza kutengeneza vikapu, wanaotengeneza kamba, wapo wanaotengeneza pavings, na wapo pia ambao wanaotengeneza bidhaa mbalimbali za kutungulia kama machungwa na vitu. Kwa hiyo ni ubunifu tu ambao wamekuja nao. Lakini pia tunafanya ushawishi na uchechemuzi, advocacy. Tunahusisha wenzetu wa NEMKI, tunahusisha serikali, mazingira, idara ya mazingira na afya. Tunatamani kuona kwamba tunazo sheria nzuri tu kama Tanzania, tunazo sera. Kwa hiyo tunatamani kuona kwamba zile sheria na sera za mazingira zinatekelezwa kwa ufasaha na uthubutu wa hali ya juu. Lakini pia kama nilivyosema, tunawahusisha wenzetu wazalishaji na wasambazaji. Kuna ile kanuni ambayo inaitwa kanuni ya mzalishaji kuwajibika, EPR. Kwa hiyo yeye kwa sababu amezalisha, ni kwa namna gani anashiriki au anawajibika kuona taka katika mwishoni kabisa imetupwa wapi. Yeye kama mzalishaji, je, anaweza kusupport sisi kama kutupa hamasa sisi kama NGO, namna gani tunaweza kuzitunza, namna gani tunaweza kuzitupa, au hivyo vikundi ambavyo vimeanza
kutengeneza kuwa bidhaa kuongeza thamani. Kama viwanda vikubwa kuna ile kurudisha kwa jamii. Kwa hiyo tunatamani wanaporudisha kwa jamii basi waweze kuvipa hamasa au kuvisaidia hivi vikundi vya vijana na wanawake ambao wameshaanza kutekeleza na kuongeza thamani kwenye taka ambazo wao ndio wamehusika kama wazalishaji wakuu. Kufikia hapo sina la ziada katika makala hii iliyolenga kueleza juu ya tatizo la uchafuzi wa taka za plastiki ndani ya Ziwa Victoria, athari pamoja na juhudi zinazoendelea kukabiliana nazo. Mimi ni Sharifa Suleiman.